Manemane ni wimbo wangu ambao ni miongoni mwa nyimbo zangu zilizonipa heshima kubwa, kwa sababu hata hizi ambazo zimekuja kusikika baadaye zisingesikika kama vile zisingechongewa barabara nzuri na huo wimbo wa Manemane. Kwa sababu huo wimbo wa Manemane peke yake ulikuwa na nguvu ya kuuza album. Maana albamu yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Manemane na watu walinunua album kwa sababu ya wimbo huo tu. Mamane. Wimbo mmoja tu. Nyimbo nyingine walienda kuzisikia kwao. Hiyo yote inathibitisha ukubwa wa huo wimbo, kwamba ulikuwa ni mkubwa kiasi gani au ni mkubwa kiasi gani. Wenyewe uliuza album, lakini pia ukamletea tuzo. Ndio. Na ndo wimbo wangu wa kwanza mimi kuniweka bize kwa ajili ya matamasha. Okay. Yep. Na hapo ndo story ikaandikwa 20%. Achukua kijiji chake. Baada hapo story ikaandikwa 20%, achukua tuzo 5. Msanii wa kwanza. Hata nyimbo nyingi ambazo zipo katika albamu ya Manemane ndio hazikupata tabu ya kufahamika. Kimfano kama Binti Kimanzi, Maisha ya Bongo. Ni nyimbo ambazo watu walienda kuzipata wakiwa nyumbani, wameshanunua albamu. Ndio. Yani hata mimi sikuwahi kuifanyia promotion wimbo wa Maisha ya Bongo. Haujawahi kupelekwa radio. Ulipelekwa tu na ile nyimbo ya kwanza ambao ni Manemane. Ikiwa na maana kwamba watu walivyonunua wimbo albamu ya Manemane ndio wakasema kumbe kuna ngoma fulani anamzungumzia Mtanzania au maisha ya Tanzania. Hata Binti Kimanzi kumbe kuna ngoma fulani japokuwa Binti Kimanzi tulifanyia promotion. Okay. Ambayo haikuwa kubwa sana, na vile kwa sababu ya wimbo huo wa Manemane. Yani Manemane ilikuwa inaweza kuzisupport nyimbo zote ambazo ilikuwa iko nazo kwenye album. Na wimbo huu ulichukua muda gani kuutengeneza mpaka ukasumbua kiasi hicho? Manemane utengenezaji wa wimbo huo ni sawa tu na utengenezaji wa nyimbo nyingine. Unajua hatua za utunzi ni zile tu. Inategemea tu huyo mhusika, yani mwanamuziki mwenyewe yeye anatumiaga njia gani kwenye kutunga. Mwingine anapotunga muziki anatunga beat kabisa. Yani wakati anaandika mashairi basi kuna beat huwa inapiga kichwani huyo mwingine. Idondoko. Mwingine akipata chorus tu nyimbo imeisha. Atamwachia producer kazi nyingine. Kwa hiyo kuna nyimbo zinazotungwa kwa watu fulani kwa njia nyepesi na kuna nyimbo ambazo zinatungwa kwa muda mrefu. Okay. Lakini nyimbo nzuri zote au nyimbo zilizowahi kukaa sana kwenye masikio ya watu na ufahamu wa watu ni nyimbo kubwa zilizotungwa kwa urahisi. Okay. Hii Manemane ni historia ya kweli ambayo imetokea, ambao utunzi ambao umeeleza ni upo au sababu tunajua pesa ndio najua ina story nyingi pesa. Hiyo ni habari ya kweli, lakini sio story husika inayonihusu kwa sababu Manemane mimi nimetunga nikiwa na umri sio miaka 13 nafikiri. Okay. Kwa hiyo wakati huo hata sijui jinsi ya kuishi na familia. Lakini kilichokuwa humo ilikuwa ni muziki tu, kuwaandikia ya watu wengine. Hata Binti Kimanzi nimeimba maisha ya watu ambao kama vile mtu ameshawahi kuoa au ameshawahi kufikiria kuoa alafu wazazi wake wakamletea mke mwingine. Lakini mimi wakati naandika wimbo hata msichana mwenyewe simjui. FM.